Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nimeona taarifa yao ikituhumu Rwanda kwa mauaji ya zaidi ya watu 1500 mashariki mwa nchi hiyo kuanzia mwanzoni mwa mwezi Disemba, wakati ambapo kundi la wapiganaji wa M23 linalotajwa kuungwa mkono na Rwanda linapozidisha mashambulizi. Taarifa ya serikali ya Kongo iliyotolewa hivi karibuni inasema operesheni hizo za kijeshi za Rwanda zimepelekea idadi hiyo ya vifo kufuatia matumizi ya mabomu pamoja na drone. Kongo pia imeituhumu Rwanda kutumia vikosi vitatu vipya vya wanajeshi katika jimbo la mashariki la Kivu Kusini kwa lengo la kusonga mbele kuelekea katika mji wa kimkakati wa Kalemie katika jimbo la kusini mashariki lenye migodi mingi la Tanganyika. Eneo la Kongo kama hawajaingia mwaka mpya. Kwa sababu stories ndo zile zile. Stories ndo zile zile, bado tuhuma ni zile zile. Tuhuma ni zile zile, lawama ni zile zile. Lawama ni zile zile. Vurugu ni zile zile. Vurugu zile zile. Wanaosonga mbele wanasonga vile vile. Wanaotumiana ni wale wale. Kwa sasa wamekuwa wakibadilisha kalenda ya mwaka. Lakini matukio ya usalama au matukio ya mauaji katika eneo la Kongo limekuwa vile vile. Kwa sasa ndio maana tunasema kwamba Kongo itaendelea kushika vichwa vya habari. Na tutaizungumzia sana kwa sababu bado mzizi wa Kongo, na mimi sioni amani ya Kongo ikitokea leo la kesho. Nizika tukaendelea hapa kila mwaka tukibadilika kujadili tu. Kongo waasi wa M23, waasi wa Kodeko, si waasi wa wapi, sipo Kagame kafanyeje. Kwa kweli ni mzozo ambao vile vile unategemewa mwaka 2026 utaendelea kujadiliwa zaidi na hata vile kutishia usalama katika mataifa haya mawili, hata usalama katika eneo la maziwa makuu. Haya bana, hiyo ni taarifa kutoka DRC. Nyingine jana nilikupa taarifa hapa mchungu ya wale ambao walimpiga baba yao na wakampora shilingi 960,000. Ndio. Sasa kesi ile ilikuwa ikisikilizwa kule Geita. Ambapo ni watu wawili katika kata ya Nyakamwaga, tarafa ya Busanda, mkoani Geita, waliofikishwa katika mahakama ya mwanzo Nyankumbu, wilaya ya Geita, kwa mashtaka matatu ya kumpiga ngumi na mateke baba yao mzazi anaitwa Masumbuko Juma na miaka 56, kisha kumnyang'anya 960,000 na kumtishia kumuua kwa maneno. Washtakiwa hao ni James Masumbuko, maana ni mtoto wa huyu mzee na miaka 27, mkazi wa Bufuna, na Juma Masumbuko ana miaka 29, mkazi wa Nyatorotoro kule Geita. Sasa jana tulisema wamepelekwa mahakamani. Wakiwa mahakamani, baba mzazi bwana Masumbuko Juma, ndio Masumbuko, akaomba mahakama kesi ifutwe, amewasamea watoto wake. Damu nzito kuliko maji. Anasema Kimshayo, anasema washtakiwa wote kwa pamoja walipandishwa kizimbani juzi mbele ya hakimu mkazi Faraja Shayo, na waliposoma mashtaka hayo matatu walikubali kumpiga ngumi na mateke baba yao mzazi kisha kumnyang'anya hiyo pesa. Lakini baadaye baba mzazi wa watoto wao, baada ya kuona wamekiri, akasema basi nimewasamee, naomba wafute kesi, twendeni nyumbani. Anawasamee watoto wake, anaomba kurudi nyumbani. Turudi nyumbani. Anasema bwana, naomba hakimu awaachie, akisema kwa pamoja na kupigwa na watoto wangu na kuchukua fedha zangu, nimewasamee kutoka moyoni mwangu. Sitaki tena kesi. Sasa Kimshayo alisema kutokana na malalamikaji huu kukataa kuendelea na kesi hiyo, amewasamee. Mahakama hiyo imewaachia washtakiwa wote kwa pamoja na kesi hiyo imefutwa. Imefutwa. Kwa sababu mzee amesema bwana basi bwana. Mateke yale vijana hao ni watoto wangu. Damu yangu, afu ni wadogo miaka 27 kwa 29. Labda bado walikuwa hawajaelewa wanachokifanya. Pale kwa mnamna pale kwenda hata miaka 3. Piga na wametishia kuua kwa mmoja. Tishia kuua ni kesi nyingine. Kuna kesi kama 3 hivi: kushambulia, kuiba na kutishia kuua. Ila mzee akasema bwana, hii damu yangu. Kipindi cha mwalimu wanapigwa viboko. Mpigwa viboko. Sasa mzee hata kutaka hata adhabu hiyo, anasema twendeni nyumbani. Mimi pia mahakama pia iangalie mzee anaenda kuongea nao nini wakifika nyumbani. Mzee umewasamee kweli?
Au unaenda kuadhibu kinyumbani. Hata kwa nishati na vurugu au unaenda kuadhibu kinyumbani mzee. Lakini kesi imefutwa. Kesi imefutwa bana. Safi kama umekiri, safi. Kesi na wasirudie. Na wasirudie. Sasa nyumbani wataenda kweli, watakaa na mzee kweli, mzee tulikupiga jana, umetusamee. Dunia ngumu sana. Lakini tisa watoto mimi kwa jaba ni Kambo ni watoto wake kabisa. Mmoja Masumbuko, mwingine Masumbuko, watoto wake. Sasa Masumbuko basi. Mzee kaona haya.